Usisahau kusubscribe, like na kucomment. Mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu yuko mguu mmoja kurejea uraiani. Imefahamika Lissu anayezuiliwa gerezani kwa takriban mwaka 1.5 sasa akituhumiwa kwa makosa ya uhaini anaweza kurejea uraiani hapo kesho Ijumaa au muda wowote kabla mwaka huu kumalizika. Mwanasiasa huyo aliyekamatwa tarehe 9 Aprili 2025 wilayani Mbinga mkoani Ruvuma kwa madai ya kutoa kauli za kutishia serikali na kutaka kuzuia uchaguzi mkuu wa mwaka jana aweza kuachiwa huru kwa mahakama kusema hana kesi ya kujibu. Kesi dhidi ya Lissu imetokana na msimamo wa chama chake wa kushinikiza kuwapo mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi nchini. Kupitia Baraza Kuu la Chadema lililokutana Januari mwaka jana, chama hicho kiliazimia kuwa bila kuwapo mabadiliko kwenye mifumo ya uchaguzi hakitashiriki uchaguzi huo. Kauli mbiu ya Chadema iliyobeba kichwa cha maneno No reform, no election, bila mabadiliko hakuna uchaguzi, ilitumiwa na Lissu kuwaonyesha majaji kuwa kesi dhidi yake imefungwa kisiasa. Na kuambia hivi, chuma kinaweza kurejea mtaani hapo kesho au muda wowote kabla ya kumalizika mwaka huu. Yeye mwenyewe amewahi kunukuliwa akisema tukutane Baraza Kuu, ameeleza Deogratias Mahinila, mwenyekiti wa baraza la vijana la Chadema Bavicha na wakili wa mahakama kuu. Ameongeza, ikiwa kesho mahakama kuu itamuona Lissu ana kesi ya kujibu, basi tunatarajia kuwa naye mtaani kabla ya kumalizika mwaka huu, kwani kwa hatua ambayo kesi yake imefikia na ushahidi uliotolewa mahakamani, mwenyekiti atatumia muda mfupi sana kufunga utetezi wake. Baada ya kufunga utetezi, kazi ambayo inaweza kukamilika kabla ya kikao hichi cha mahakama kumalizika ni majaji kutoa uamuzi. Na kwa jinsi ya uzito wa kesi yake, mchakato huo sidhani kama utachukua muda mrefu. Hata baadhi ya wafuasi wake wengine wanajigamba kuwa chuma kinarejea mtaani, kukionyesha Chama cha Mapinduzi CCM na serikali yake. Kwa maoni yao, iwapo kiongozi wao ataachiwa huru, ataongeza nguvu zaidi kwenye harakati za kukiimarisha chama chao kuelekea kwenye mkutano wa Baraza Kuu unaotarajiwa kufanyika Septemba mwaka huu. Wanachama wa Chadema pamoja na wafuasi wao wamejawa na matarajio ya kumuona Lissu akirejea uraiani kutokana na jinsi walivyofuatilia mwenendo wa shauri lake mahakamani na jinsi alivyopangua hoja za upande wa mashtaka. Hata hivyo, baadhi ya wanasheria wanasema masuala ya mahakamani na ushahidi unaowasilishwa upimwa kwa vigezo vingi. Hivyo ni vyema pande zote mbili zikajiandaa kwa kitakachotokea. Kesi dhidi ya Lissu inasikilizwa na jopo la majaji watatu wa mahakama kuu wakiongozwa na Jaji Danstan Ndunguru. Wengine wawili ni James Karayemaha na Ferdinand Kiwonde. Kwa nyakati tofauti, Lissu aliyekuwa akijitetea mwenyewe kwenye shauri hilo alifanikiwa kuzuia vielelezo kadhaa vya upande wa mashtaka kuingizwa mahakamani kama sehemu ya ushahidi, ikiwemo video, flash diski na memory card. Ushindi wa hivi karibuni aliupata dhidi ya Jamhuri kwenye mahakama ya rufani iliyobaliki uamuzi wa mahakama kuu kukataa ombi la upande wa mashtaka wa kuingiza ushahidi wa ziada umeongeza tumaini la wafuasi hao kwamba chuma kiko mbioni kurejea mtaani. Wachambuzi wa mambo wanasema iwapo Lissu atakuwa huru, anaweza kuwa ufungua mazungumzo ya maridhiano yanayopigwa chapuo na viongozi mbalimbali ndani na nje ya serikali. Miongoni mwa wanaoshinikiza au kutamani maridhiano ni pamoja na Jumuiya ya Madola na madhehebu ya kidini, ikiwemo Baraza la Maaskofu Katoliki nchini. Mkutano wa Jumuiya ya Madola uliofanyika tarehe 10 Julai mwaka huu nchini Uingereza umeitaka Tanzania kumwachia huru Lissu ndani ya siku 30 na kutekeleza kikamilifu masharti mengine 4 ndani ya miezi mitatu, ikiwamo kujenga maridhiano ya kitaifa. Mkutano huo 73 wa kikundi kazi cha mawaziri wa Jumuiya ya Madola CMAG uliofanyika baada ya mjumbe maalum aliyetumwa na jumuiya hiyo Dr. Lazarus Chakwera kuwasilisha ripoti yake kwa katibu mkuu juu ya hali ya kisiasa nchini. Chakwera aliwahi kuwa rais wa taifa jirani la Malawi, alitumwa na Jumuiya ya Madola kusaidia juhudi za maridhiano nchini kutokana na machafuko yaliyotokana na kupinga kufanyika kwa uchaguzi mkuu
wa Oktoba 29 ambapo watu 518 na zaidi waliuawa kwa kupigwa risasi na vyombo vya dola. Abel Musa, mkazi wa Kinondoni jijini Dar es Salaam, anasema Ijumaa wiki hii inatazamwa katika jicho na mlengo tofauti katika mwenendo wa kisiasa nchini. Anasema Lissu anaonekana kuwa karata muhimu ya kuelekea maridhiano na katiba mpya. Maridhiano ya kisiasa nchini ni sehemu ya mapendekezo kwenye ripoti ya Tume ya Rais ya uchunguzi wa matukio kabla na baada ya uchaguzi wa Oktoba 29 mwaka jana, iliongozwa na Jaji Mkuu mstaafu Othman Masoud Chande. Chadema kupitia makamu mwenyekiti wake bara John Heche imekuwa ikisisitiza mara kadhaa kwamba Lissu ndiye atakayekiongoza chama hicho kwenye meza ya majadiliano. Kama Lissu atatoka na Chadema wakaingia kwenye mazungumzo ya maridhiano na wakafanikiwa kuja na kitu cha kusonga mbele, basi itakuwa hatua nzuri kwa taifa kutokana na yaliyotokea Oktoba 29 mwaka jana, ameeleza Musa. Akielezea hatima ya Lissu hiyo kesho, mchambuzi wa masuala ya kisiasa Ayubu Mbago amesema kuwa inaweza isiwe habari nzuri kwa CCM kwa kuwa wanajua kwamba Lissu ataendelea na ukosoaji wake bila woga wala kuangalia usoni viongozi wake. Hilo limethibitika wakati wa hailisho la kesi yake Jumatatu wiki hii. Aliwaambia wafuasi wake waliokuwepo kwenye ukumbi wa Mahakama Kuu kabla ya kuondoka kizimbani, jiandaeni, nikija nitapeleka moto usio wa kawaida. Maneno haya yanathibitisha kuwa Lissu ana shauku kubwa ya kuzungumza mambo mengi kutokana na kukaa kwake gerezani kwa muda mrefu na hivyo kushindwa kufanya kazi za kisiasa na kukiongoza chama chake. Miongoni mwa ambaye anatarajiwa kushikia bango ni suala la katiba mpya, huku akiwekeza kwenye kauli za Rais Samia Suluhu Hassan na chama chake za kuahidi kuanza kwa mchakato huo ndani ya siku 100 baada ya kuingia madarakani. Ni takriban miezi 10 sasa. Ajenda hiyo bado haijaanza. Ili kwa wa kwanza kupata habari zetu, tafadhali usisahau kusubscribe, like na kucomment.